Juni 27 mwaka 1976, ndege ya Ufaransa ikiwa imebeba abiria 248 wakiwemo wanawake, watoto na raia wasio na hatia iliruka kutoka Tel Aviv kuelekea Paris, Ufaransa. Safari ya amani ikabadilika ghafla kuwa janga lisilo la kawaida pale ndege hiyo ilipotekwa na magaidi wa kikundi cha Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP. Mateka walitekwa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe, Uganda, ambapo Rais Idi Amin aliruhusu magaidi kutumia ardhi yake kama kambi ya mateka. Sharti lililotolewa kwa Israeli ilikuwa wazi na hatari: kuachiliwa kwa wafungwa waliokuwa gerezani, vinginevyo mateka wangejeruhiwa au kuuawa. Hali hii iliwaletea woga, lakini pia kuonyesha umuhimu wa ujasiri, mpangilio wa hali ya juu na ufanisi wa kijeshi. Ndege hiyo ilibadilishiwa safari yake kwa nguvu, ikielekezwa Entebbe badala ya Paris, Ufaransa. Mateka walijikuta katikati ya hatari isiyoelezeka. Wanawake na watoto walilia, wengine wakibaki kimya. Kapteni wa ndege na baadhi ya abiria walijaribu kudhibiti hofu, lakini kila sekunde ilikuwa tishio la maisha dhidi ya mateka. Israeli ilipokea habari haraka. Waziri Mkuu Yitzhak Rabin alijua kuwa hatua yoyote isiyo ya umakini ingepelekea vifo. Mara moja, kikosi maalumu cha Israeli kilipanga operesheni ya uokoaji ya siri yenye hatari zisizo na kifani. Ramani za uwanja wa ndege wa Entebbe nchini Uganda zilichambuliwa kwa undani mkubwa usiku kucha na wanajeshi wa Israeli. Kila kikundi cha askari kilijua nafasi yake na majukumu yake. Mazoezi ya masaa kadhaa yalifanyika usiku kucha, wakijifunza namna ya kuingia na kutoka salama bila kuzulika. Kikosi kilipaa kutoka Kenya, kiliruka zaidi ya kilomita 2500 kuelekea Entebbe, Uganda. Walikuwa tayari kwa shambulio la ghafla ambapo kila sekunde ilikuwa ya hatari isiyoelezeka. Usiku wa Juni 3, wanajeshi wa Israeli walivuka uwanja wa ndege kwa mpangilio madhubuti. Walivunja milango ya ndege, wakavamia kambi ya mateka na risasi zilisikika kila kona. Baadhi ya magaidi walifariki papo hapo, wengine wakikimbia kwa kuwa wamekamatwa na hofu kubwa ya kuuawa. Mateka walihisi mshtuko, lakini askari walijitahidi kuwalinda. Waliwapa chakula na maji haraka na kuwasogeza sehemu salama zaidi. Hali hii ilionyesha ushujaa wa kweli na mshikamano wa kijeshi. Askari waliolinda mateka walijitahidi kwa mshikamano mkubwa, wakihakikisha hakuna mateka aliyebaki nyuma. Waliwasaidia mateka, walijaribu kudhibiti hofu yao na kuwasogeza kwenye helikopta kwa uangalifu mkubwa. Kila hatua ilikuwa ya hatari, kila sekunde ilikuwa ya mapambano ya maisha au kifo. Mshikamano wa askari na mafunzo yao ya hali ya juu ndio yaliyopelekea uokoaji kufanikiwa kwa asilimia kubwa. Mateka wote waliookolewa walirudishwa salama Tel Aviv ndani ya saa chache pekee. Operesheni hii ilionyesha ulimwengu kuwa mpangilio mkali, mafunzo bora na ujasiri halisi vinaweza kushinda hatari kubwa zaidi. Israeli pia ilithibitisha kuwa uhakika, usiri na usimamizi wa hali ya juu ni silaha yenye nguvu zaidi hata kuliko bunduki. Historia hii ilibaki kama mfano wa ushujaa na mshikamano wa kijeshi unaoweza kuokoa maisha hata katika mazingira magumu zaidi, kwani hakukuwa na mwanajeshi hata mmoja wa Israeli aliyepoteza maisha au kujeruhiwa, huku wakifanikiwa kuchukua mateka wote pasipo kuacha hata mmoja.